Hujambo mtazamaji wangu tena, karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Leo tuko katika somo la 25 na tuko katika sura ya 23 katika kitabu cha Mwanzo. Na kama ninavyosema kila siku ni kwamba tunaendelea na msururu au series ya mafundisho yetu, na tulianzia kitabu cha Mwanzo ambacho ndicho tunachoendelea nacho, na tutaendelea mpaka kufika mwisho wa kitabu cha Ufunuo ambacho ndicho kitabu cha mwisho katika Biblia. Na kichwa chetu cha siku ya leo kinasema kifo cha Sara na ununuzi wa pango la Makpela. Maandiko yetu makuu yatatoka katika kitabu cha Mwanzo na vile vile kitabu cha Waibrania. Katika kitabu cha Mwanzo, somo hili linatoka katika sura ya 23 mstari wa kwanza hadi wa pili, ambacho neno linasema Sara akaishi miaka 127. Hiyo ndiyo miaka ya maisha ya Sara. Sara akafa huko Kiriath Arba, ndiyo Hebroni, katika nchi ya Kanani. Abrahamu akaingia kumwomboleza Sara na kumlilia. Na katika waraka wa Ibrania sura ya 11 mstari wa 13, Biblia inasema kwamba hawa wote walikufa katika imani, wasipokee zile ahadi, lakini waliziona kwa mbali, wakazikiri, wakakubali kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Tuko na malengo matano katika somo hili, na baada ya somo hili tutaweza kuelewa tukio la kifo cha Sara. Tutaweza kujifunza jinsi Abrahamu alivyokabiliana na msiba wa imani. Tutaweza pia kuelewa umuhimu wa pango la Makpela katika historia ya Biblia. Tutaweza pia kutambua kwamba waamini wanatumaini hata mbele ya kifo, na tutaweza pia kumuona Kristo kama ushindi dhidi ya mauti. Na tunapotanguliza somo hili letu au fundisho hili letu, kwanza tunapoangalia sura ya 22, tuliona Mungu akimjaribu Abrahamu, tukaona Isaka akipelekwa mlima Moria, tukaona kondoo dume akitolewa badala ya Isaka, na tukaona Abrahamu akimuita Mungu Yehova Yire. Na katika sura hii ya 23 tutakuwa tunaona Sara akifa akiwa na miaka 127. Tutaona Abrahamu akimuomboleza, tutaona Abrahamu akinunua pango la Makpela kwa ajili ya maziko, na tutaona vile vile Abrahamu akipata kipande chake cha kwanza cha nchi ya ahadi. Na tunapoangalia kifungu cha kwanza na pili, tunaona kifo cha Sara. Biblia inasema Sara akaishi miaka 127. Na Sara ndiye mwanamke wa kwanza katika Biblia ambaye umri wake wakati wa kufa umeandikwa wazi, na alikufa akiwa na miaka 127. Abrahamu alimlilia Sara. Biblia inasema Abrahamu akaingia kumuomboleza Sara na kumlilia. Na somo muhimu hapa ni kwamba hata watu wa imani hulia wanapoteza wapendwa wao. Kuomboleza si dalili ya kukosa imani. Na katika waraka wa Warumi sura ya 12 mstari wa 15, Biblia inasema furahini pamoja na wafurahio, lieni pamoja na waliao. Na kati ya kifungu cha 3 na 9 tunaona Abrahamu akiomba mahali pa kuzika. Abrahamu aliwaambia Wahiti, mimi ni mgeni na msafiri kwenu, nipeni mahali pa kuzikia. Na somo la kiroho hapa ni kwamba ikawa Mungu alikuwa ameahidi nchi yote ya Kanani, Abrahamu hakuitoa kwa nguvu, alisubiri wakati wa Mungu. Na tunapoangalia kifungu cha 10 na 16, Abrahamu akinunua pango. Efroni Muhiti alijitolea kumpa pango bure, lakini Abrahamu alikataa. Alisisitiza kulipa bei kamili. Bei ilikuwa shekeli 400 za fedha. Na kwa nini alilipa? Abrahamu alitaka umiliki halali usioweza kubishaniwa. Hakutaka mtu aseme kwamba alipewa kwa hisani. Na somo muhimu hapa ni kwamba mtumishi wa Mungu anapaswa kuwa mwaminifu na mwadilifu katika mambo ya mali na haki. Katika kitabu cha Methali sura ya 10 mstari wa 9, Biblia inasema aendaye kwa unyofu hutembea salama. Na kati ya kifungu cha 17 na 20 tunaona pango la Makpela. Abrahamu akamnunulia Efroni shamba,
pango la Makpela na miti yote iliyokuwa ndani yake. Sara akazikwa humo. Na umuhimu wa Makpela ni kwamba baadaye walizikwa humo pia Abrahamu, Isaka, Rebeka, Yakobo na Lea. Na Makpela likawa kaburi la familia ya ahadi. Na somo la kiroho hapa ni kwamba hili lilikuwa eneo la kwanza ambalo Abrahamu alilimiliki katika nchi ya ahadi. Lilikuwa ishara kwamba Mungu angeitimiza ahadi yake kikamilifu kwa vizazi vyake. Na tunapoangalia tumaini la ufufuo, tunaona Abrahamu hakununua kaburi kwa kukata tamaa. Alikuwa na tumaini kwamba ahadi za Mungu zingetimia hata baada ya kifo. Katika Injili ya Yohana sura ya 12 mstari wa 25, Biblia inasema kwamba Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa ataishi. Na tunapoangalia Kristo katika Mwanzo 23, tunaona kwamba kifo cha Sara kinatukumbusha kwamba wanadamu wote hufa, lakini kwa Kristo kifo si mwisho. Makaburi ya amani yana tumaini la ufufuo. Na katika waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 15 mstari wa 54 na 55, Biblia inasema kwamba mauti imemezwa kwa kushida. Uwapi ewe mauti kushindwa kwako? Mafundisho makuu ya kiroho hapa ni kwamba waamini pia huomboleza, lakini huomboleza wakiwa na tumaini. Vile vile tunaona uadilifu ni muhimu. Abrahamu alilipa bei kamili kwa pango. Vile vile tunaona Mungu akitimiza ahadi zake. Mungu hutimiza ahadi zake. Makpela lilikuwa mwanzo wa umiliki wa nchi ya ahadi. Kifo si mwisho kwa waumini. Kristo ameshinda mauti. Tuishi kama wageni duniani. Nyumbani kwetu pa kudumu ni pamoja na Mungu. Katika waraka wa Filipi sura ya 3 mstari wa 20, Biblia inasema maana wenyeji wetu uko mbinguni. Na tuna maswali matano hapa ambayo tunaweza kuyajibu katika wakati wetu wa baadaye, ambayo inasema swali la kwanza linasema Sara alikufa akiwa na umri gani? Sara alikufa akiwa na umri gani? Swali la pili, kwa nini Abraham alikataa kupewa pango bure? Kwa nini Abraham alikataa kupewa pango bure? Swali la tatu, ni watu gani walizikwa katika pango la Makpela? Ni watu gani walizikwa katika pango la Makpela? Swali la 4, tunajifunza nini kuhusu tumaini la waamini mbele ya kifo? Na swali la 5, Yesu Kristo ameshindaje mauti? Yesu Kristo ameshindaje mauti? Na aya ya kukariri inatoka katika Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 25 ambayo inasema, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa ataishi. Na tunapoelekea kuhitimiza fundisho hili la siku ya leo, tunaona kwamba mwanzo wa sura ya 23 inatufundisha kwamba hata watu wa imani hukutana na maumivu ya kifo. Abraham alimlilia Sara, lakini hakupoteza tumaini. Alinunua pango la Makpela kwa uhalali, akionyesha uaminifu na imani kwa Mungu. Angeitimiza ahadi ya kumpa uzao wake nchi hiyo. Na kwa waamini wa leo, sura hii inakutukumbusha kuwa kifo si mwisho wa safari. Kupitia Yesu Kristo tunatumaini la ufufuo na uzima wa milele. Na katika somo lijalo ambalo litatoka katika sura ya 24 katika kitabu cha Mwanzo, tutajifunza kuhusu jinsi Abrahamu alivyomtuma mtumishi wake kumtafutia Isaka mke, sala ya mtumishi huyo, utii wa Rebeka, na jinsi tukio hili lilivyoonyesha upendo wa Kristo kwa kanisa lake. Na hayo ndio tuliyokuwa nayo katika siku hii ya leo. Hakika tumejifunza mengi kuhusu kifo cha Sara ambaye alifariki akiwa na miaka 127, na vile vile tukaweza kuona kwamba mume wake ambaye ni Abraham akimuomboleza na kumlilia. Tukaona pia aliweza kununua pango la Makpela ambapo aliweza kumzika mkewe Sara, na tukaona tena umuhimu wa pango lile, manake baadaye yeye Abraham pamoja na jamii yake, Rebeka, Lea na wengine, Isaka pia waliweza kuzikwa pale. Na vile vile tukajifunza ya kwamba hicho kipande cha ardhi ndicho kilikuwa cha kwanza kujipatia, ambacho ilikuwa ni baadhi ya nchi
ambayo alikuwa ameahidiwa na Mungu. Na kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.